Mtu akiuliza, Dennis, wewe safari yako ya utumishi ni ipi? Hii ndio namna kuielezea safari yangu ya utumishi. Yaani hii ni moja, ninazo nyingi. Ukiingia mtandaoni kwenye ChatGPT, ukiandika nani mwenye, kama kuna mtu ana access na mtandao, hebu andika nini maono ya Prof Dennis. Tuone kama itakuletea. Itakuambia kuna maono aina mbili, ya kijamii na kiroho. Hebu mtu mmoja ingia afa atuambie. Nini maono ya Nabii Dennis Tanzania? Afu tuambie inakuletea nini. So hiyo ni pointi moja pekee. Ziko nyingi, lakini hilo ndio ono langu la kwanza. Nimejaribu kuuliza mtandaoni ChatGPT kwa habari ya Nabii Dennis Tanzania, na hiki ndicho ambacho imenijibu ChatGPT. Inasema Nabii Dennis Samuel maarufu kama Nabii Dennis Tanzania ni mtumishi wa Mungu anayejulikana kwa kutoa unabii na maono kuhusu hali ya kiroho ya kijamii nchini Tanzania. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Jamii Forums, Nabii Dennis amekuwa akihubiri kuhusu hali ya maisha ya Watanzania, akisisitiza kuwa matatizo ya taifa hayaji kutokana na vyama vya siasa kama vile CCM au Chadema, bali yanatokana na hali ya kiroho ya watu. Anasisitiza kwamba mabadiliko ya kweli yataanzia kwa watu kubadilika kiroho. Aidha, ametoa mifano ya maisha magumu ya Watanzania katika mikoa mbalimbali licha ya nchi kuwa na rasilimali nyingi. Pia Nabii Dennis anapatikana kwenye mitandao ya kijamii kama vile Instagram na TikTok, ambao anashiriki mafundisho yake, maombi na maono kuhusu taifa kwa ujumla. Nabii Dennis anahimiza Watanzania kujiandaa kiroho ili kuona mabadiliko ya kweli katika taifa lao. Hii ni kwa simu ya kwanza, lakini simu nyingine nimejaribu kusearch tena kwenye ChatGPT, na hiki ndicho ambacho ameniletea. Maono ya Nabii Dennis Tanzania yanagawanyika katika sehemu kuu mbili: maono ya kiroho na maono ya kijamii. Yanalenga kuleta mabadiliko chanya katika maisha ya watu kiroho, kijamii na kitaifa. Maono ya kwanza, maono ya kiroho: kuona watu wengi wanaokoka na kubadilika, kuwezesha watu kumjua Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yao na kubadilika kwa nguvu ya wokovu ili kuishi maisha matakatifu na yaliyojaa hofu ya Mungu. Kuinua kizazi wenye kweli ya Mungu, kukuza watu watakaobeba injili ya kweli kwa ujasiri hata wanapokumbana na mateso, dhiki au upinzani wowote. Kujenga kizazi kijitegemee kiroho, kuandaa watu watakao mtafuta Mungu binafsi bila kutegemea wahubiri, viongozi wa dini pekee, bali kwa njaa ya ndani ya kiroho. Kukuza utu, upendo na huruma, kutengeneza jamii ya watu waliojaa tabia ya Kristo, wenye moyo wa upendo, huruma na heshima kwa binadamu wote bila kujali dini, kabila au hali ya maisha. Kufunua siri za Mungu kwa watu, kuwafundisha watu namna ya kuishi kwa nguvu ya Mungu na kuachia alama njema kupitia mafundisho ya kina ya neno la Mungu na maono ya kiroho kwa kizazi cha sasa na kijacho. Maono ya pili, ambao ni maono ya kijamii: kusimamia haki na amani, kupigania haki kwa wote bila upendeleo, kulinda wanyonge na kupinga dhuluma, mateso, unyanyasaji na ukiukaji wa haki za binadamu. Kuhimiza heshima kwa sheria na tabia, kuwa mstari wa mbele katika kuhimiza Watanzania waheshimu sheria na tabia ya nchi kama msingi wa amani, umoja na maendeleo. Kujenga taifa la umoja na heshima, kuinua kizazi kinachoheshimu viongozi lakini pia kina ujasiri wa kusema kweli kwa heshima na hekima bila kuogopa wala kushawishika. Kutoa na kusaidia wenye mahitaji, kuwa mfano wa upendo
wa Kristo kwa kutoa msaada kwa wenye uhitaji, maskini, yatima, wajane na waliopoteza matumaini, kwa imani kuwa baraka hutoka katika moyo wa kutoa. Hitimisho. Maono ya Nabii Dennis Tanzania ni ya mabadiliko ya kina, kuleta mwamko wa kiroho, kujenga jamii ya haki na upendo, na kutengeneza kizazi chenye hofu ya Mungu, moyo wa huruma na ujasiri wa kusimama na kweli. Bila shaka hapa ni mwisho. Mungu atubariki sana. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Sasa nadhani mmepata hiyo picha fulani hapo. Haya ni mavitu ambayo yapo kwenye mitandao. Ukiingia Google huko, ni taarifa ambazo zipo. So sasa unaelewa kwamba issue sio nijaze watu, ni waombee wapone. Umesikia akisema akiombea watu wakapona, umeona mahali? Umesikia akisema aombee watu wapone matatizo yao? No. Awezeshe watu kuwa na uwezo wa kutatua changamoto zao wao binafsi. So hii haipuzi uwepo manabii. Hii haipuzi uwepo watumishi wa Mungu. Hii inakutaka ufanye hivi. Kama mtumishi wa Mungu ana kitu ndani yake ambacho kina uwezo wa kunipa mimi muujiza, hicho kiwe na ndani yangu pia. Hayo ndio maono ya Nabii Dennis Tanzania. So ili uniambie nenda kwa fulani, tuone sample za watu ambao amewainua. Tukiona sample sema hivi, huyu ni mtoto wa yule na mtoto wa yule. Kwa mfano, sina nia mbaya kutaja majina. Kwa mfano, Bishop Gwajima ni mtu mkuu sana kwenye taifa. Ni miongoni mwa watu ambao yani kama Biblia zingeandikwa, itakiwa aandikwe na tumsome kama tunavyosoma Ayubu. Bishop Gwajima, ukuu wake ule. So pamoja na ukuu wake wote ule, bado hakuna sample yake nyingine ya namna ile ile kwamba huyu ukimsikia huna haja kumsikia Bishop Gwajima. Pamoja na kwamba ni mtumishi wa Mungu mkubwa, ana upako hatari. Ni mtu ambaye alikuwa ameparalyze, yuko kwenye wheelchair, haendi kuombewa na yoyote, anajiombea mwenyewe, kamera zinamulika na anasimama na anatembea. Watu wanaona namna hii. Alienda sehemu fulani kumwombea mama mmoja ambaye alikuwa amevunjika mguu. Nilipofika pale, imani yangu haikuwa maneno. Nilichukua video ya Bishop Gwajima, nikamwambia mama, wewe ni nani? Wewe ni mtumishi wa Mungu, unahubiri madhabahuni, si ndio? Ndio. Haya, angalia mtumishi mwenzako akipata matatizo anafanyaje. Akaangalia, baada hapo akachukua magongo, nikamwambia ondoka, tembea. Sikusema baba katika, no. Nilisema baba, kwa imani hii iliyoingia ndani yake, idhirike ndani yake. Mama alitembea pale pale kwa kumwonyesha clip ya nani? Bishop Gwajima. Lakini bado leo hii Bishop Gwajima akihamia Canada, hatuna Bishop Gwajima mwingine Tanzania. So kwake yeye amefanikiwa kwa eneo hilo. Mimi sasa ili nifanikiwe, tumuone mwingine Dennis, hata kama Dennis hayupo. Yani ukiingia kwenye account ya Asheri, unayokutana nayo watu waseme hivi, huyu ni Nabii Dennis. So anakuwa ni Nabii Dennis kwa namna ya Asheri. So nikishindwa kumuibua mtu namna hiyo kwenye maono yangu, nimefeli. Na mimi nimefikaje hapa? Haya nao waeleza ndio hayo ambao mimi yamenifanya nifike. So unataka kwa mtumishi wa Mungu mkubwa, hauna list yoyote ya watumishi wa Mungu wakubwa ambao unawasikiliza? Never, haiwezi kuwa. Mimi leo hii, yani utake usitake unasikiliza tu. Ukisikiliza mara ya kwanza, wewe unaweza kupuuza ukasema ni manabii hawa. Nafsi yako imenielewa, itakwambia turudi kwa yule. So kuna mtu hapa anajifanya hivi, mimi sikufuatilii, unifuatilie leo, ipo siku unanifuatilia kwa lazima. Kwa sababu nilichonacho nafsi yako inakitaka. Kumbuka nafsi sio ya shetani, nafsi imeumbwa na Mungu. So nafsi inajua where it belongs, kwao ni wapi. So ukisikiza mara ya kwanza, unaweza kusema sirudi tena. Utarudi tu, utatafuta. Kuna mtu nimsikiaga siku moja. One day baba Bishop alikuwepo hapa, baba askofu alikuwepo hapa, tulifanya naye huduma. Mtu mmoja alikuwa ofisini, anapiga kazi zake, ana matatizo yake. So akabado na shida fulani, akiwa ofisini anapiga kazi zake. Akasema ngoja kwanza nipumzike, niingie TikTok kidogo ni refresh. Kuingia TikTok akasikiza Nabii Dennis anahubiri pale. Na mimi sina mahubiri yale pokea uponyaji, sina mimi siamini kwenye pokea uponyaji. Mimi naamini kukupa shule namna uponyaji unavyoingia na kufanya kiwanda na kufanya system. Unakuwa na ubabe fulani wa rohoni, yani mpaka viumbe vya rohoni vinajua tuchezee kote. Hivi unajua nitaongea vingapi? Tulia. Sikia, jamaa anapiga kazi ofisini, ile anapita papa TikTok akasikia Nabii Dennis anahubiri. Akasikia kidogo kama sekunde kadhaa. Alitoa shuhuda. Sekunde kadhaa, sio dakika, sekunde kadhaa. Akasemaje, lengo lilikuwa ni refresh, niende na kazi zangu. So akascroll vichekesho, sio vitu gani? Anasema huku chini niendelea kuscroll na enjoy na vitu vingine. Sauti kule inaniambia rudi juu. Kuna mtu ulimsikia tunamtaka rudi juu. Anasema kurudi sikuipata ile clip, nikaumia kweli.
Siku ya kwanza ikapita. Siku nyingine tena nikiwa nyumbani, mke wangu anasumbuliwa, sio na shida gani sijui, ganzi sio kitu gani? Ganzi ni nini? Unajua kuna vitu vingi uliza sijui ganzi ni nini. Ni kama mbalazi kwa muda. Ukifinywa uelewi. Ukichoma husikii. Hiyo ni hatari sana. Mke wake kana ganzi. So alipokuwa na ganzi akisema hivi, light kama ile sauti ingeisikia, pengine ingenipa cha kufanya. So akaingia kwenye TikTok akaandika nabii. Miongoni mwa manabii waliokuja pale, bahati nzuri akaona Nabii Dennis. Kilichomsaidia alikariri profile. Yaani kwamba profile pale inaonekanaje. Tukajua ni huyu, akaingia. Akatoa mafundisho. Ya mwezi kuamini. Kilichotokea, jamaa hakulipigia simu wala nini. Akatafuta taarifa kwenye mtandao, hazikueleweka. Ikabidi atafute namba akapata. Alipopata sasa akapiga simu. Mimi niko busy kama kawaida yangu, mtumishi wa watu, na hudumia watu wangapi kwenye simu. So simu zinakuwa ni nyingi, nachoka kuongea. Mke wangu mpaka ananiambiaga sasa, ndugu yangu, wewe mpaka usiku sasa. Basi. So kilichotokea ni kwamba jamaa Jumapili akapanda gari, hajui anakoenda, ilimradi ni Morogoro, hajui ni Kilosa, hajui ni wapi, akapanda gari. Kufika huko anaulizia Nabii Dennis ni nani? Nabii Dennis nani anayemjua Nabii Dennis Morogoro? Watu hawamjui. Wanajua labda ni mtu fulani huko Dar es Salaam. So bahati nzuri sana. Alikuja pale Msavu, akaulizia akaambia, Nabii Dennis hatumjui. Tunamjua nabii fulani maeneo ya huko, yani Nabii Joshua, Nabii Franki, nabii nani huko. So akasema, ni huyu hapa. Akaambiwa, huyu hamna shida. Huyu nenda ta akaelekezwa. Kaulize maana ni maeneo kwa jinsi inavyoonekana fulani na fulani wanajuana naye. So mpate fulani akuelekeze alipo. Akampata. Alipompata ndo akanipigia, nikapokea simu. Halo nikamwambia namba bodaboda hiyo hapo. Mimi niko ndani, ibada imeisha Jumapili kama leo. Niko na mgauni wangu mmoja hivi mweupe, mapumziko day. Nashangaa naambiwa kuna mtu amelala kanisani hajiwezi. Kafikaje? Hajiwezi. Jamaa kalala pale. Niko peke yangu hapa, hamna hata mtu bado. Nilikuwa bado sijakuita Wewe ulikuita tatu kwa ofisini. Wakati anakuja ukaniambia kuna mtu amekuja. Jamaa akaingia kalala pale, akasema hata nisipomuona jamaa, maadamu nimefika madhabahuni, mimi nitalala hapa siondoki. Wakati huo jamaa amepigika balaa, shida akikuelezea. Baba askofu si yuko hapa ataeleza kama muda utoshi. Yaani maana yake ni kwamba ana uwezo kukaa hapa, mshale ukaja ukaingia hapa, akauzuia kaa. Bado ukapeja sema iko ni hatari. Tunaongea hivi, baada ya muda katika hali ya kuongea, mzigo ukaanza kutema hapo. Alitegemea nitasema katika jina la Yesu. Amna. Simama hapo. Papa lete majina, andika tatu kasoro vile issue kaisha. Mpaka leo hapitwi na clip ya Prophet Dennis. So lazima utasikiliza, yani kwenye taifa hauna an option. When it comes to a prophet, ile masuala nabii. Inawezekanaje mtu ambaye amezaliwa na mwanamke kama wewe ana uwezo wa kumwambia baba katika jina la Yesu, mimi mtumishi wako niko hapa, fanya moja, fanya mbili, fanya tatu, na ikawa exact kama alivyoomba. Alafu eti wewe utaki akuombee ndio iwe. Kwa taarifa yako nasoma, nitakufundisha somo moja nasema hivi, God hates men who follows men of God. Mungu anachukia watu wanaofuata watu wa Mungu kwa lengo la kupokea kitu cha kuwafaa wao. Mungu anataka watu wanaoenda kwa mtu kuchukua bana. Wewe jamani, mwalimu anakufundisha namna ya kuwa mwalimu. Engineer anakufundisha namna ya kuwa engineer. Daktari anakufundisha namna ya kuwa daktari. Kwa nini nisikufundisha namna ya kuwa wewe kwa viwango hivi? Nikifeli, nimefeli. Nikifeli, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya uwepo wa mitume. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya uwepo wa manabii, lakini bado kama hawawezi kutufanya sisi tuwe kama wao, bado haitoshi. Hatuhitaji title zao. Sihitaji nito nabii ili nifanye unayoyafanya. No, mtumishi Dennis kuna kitu unacho. Mimi nimekiona, nimekipenda. Mtumishi Dennis nakitaka hicho. Chukua kanuni, pita hapa, pita pale. Baada ya muda, baba, nilikuwa ofisini hapa ghafla. Mtu mmoja akapita hapa akiwa niwasumulia, mimi nilikuwa nashuka, nikimwona mama anachechemea, nashuka kwenye haisi ambayo nimelipia hela. Namfuata mama, kuna mtu mimi namjua. Jina lake anaitwa Kristo Yesu. Ana uwezo wa kuondoa maumivu, katembea vizuri. Mama, unaamini? Naamini. Baba, katika jina la Yesu, sawa sawa na imani yake, Bwana apokee. Mama alete magongo, tembea. Mama anatembea, namwambia huyo ndiye Yesu ambaye anakueleza habari zake. Chukua magongo yako, kawaambia wengine. Raha. Have imagine, sikuwa na baba wa kiroho alikuwa ananifunulia haya. Leo hii unasikiza kwa lazima. So yani upendo usipo unasikiliza, sio kwamba
inatokea tu by mistake. Ni mbegu niliipanda. Mimi nilikuwa hivyo. Unajua mimi mtu wa ajabu. Mimi nachukua simu mbili, naweka mahubiri ya huyu huku na mahubiri ya huyu huku. Siku hili namsikia huyu, najua hawezi kuelewa wala hawezi kufaidika. Lakini mimi ndio hivyo nilivyo. Siku hili namsikia huyu, siku nyingine namsikia huyu. Na vipokea vyote kwa mara moja. Na nikimaliza naandaa summary. Huyu amesema hiki, huyu amesema hiki. Kwa hivyo nikiwaeleza mnaweza mkahisi kwamba huyu ndo anajua siri zangu nyingi. Hata jana tukatoka kuniambia ndugu yangu, sasa si utachoka sasa. Usiku na vai ya phone nikamwambia acha tu, nikamwambia nataka nisikie kitu, hata kama ningekuwa nimelala nafsi yangu inataka kula. Eti ndio amenipinga eti usivai ya phone jamani, sio vizuri uko umelala. Nikamwambia nikupe moja, eti nipe. Yaani katoka kunipiga injili. Wewe unalala, kesho ibada. Kuvaa earphone uko umelala sio vizuri. Nikamwambia mimi nalala. Ya nafsi hailali. Iendelee kupokea kitu fulani. Kuvaa earphone sio vizuri. Nikamwambia mna shida. Nikupe moja? Eti nipe. Ngampiga injili hapo. Nikamwambia sasa umenipiga injili hapo kama ni mbaya. Mbona unataka eti sasa mfanyeje? Haleluya. Hamwezi kuelewa ya mambo mpaka ufunuliwe. Na ni raha ukimiliki Mungu, ni raha ukimiliki. Yani imagine mimi hata niwe katika mazingira gani, najua baba anajua niko hapa na natulia. Na sipatu na jambo lolote. Mimi kwenye maisha yangu sipanic. Hata nipe taarifa gani eti mimi ni panic. Like mimi wapi, never panic. Kwa nini panic? Yesu yuko kwenye boti. Anaambiwa Yesu, wewe huoni kama ni ajabu tunaangamia? Jamaa sema kwa tunaangamia kwa sababu gani? Mungu wangu wewe. Yesu asemi hivyo. Ninyi watu kukipo na tatizo, ulikuwa unaumwa labda utumbo, sijui kama utumbo unaumwaga, I don't know. Kama ulikuwa unaumwa utumbo, tukikuombea utumbo ukipona unakuwa fresh kuliko ule wa kwanza. So kama utumbo wako ulikuwa hauwezi kupokea chips curve, unaumwa, baada ya kula fire utumbo unapokea chochote ambacho kinaingia. Na ndio maana kuna kauli inasema mtakula vitu vya kufisha, havitawadhuru kabisa. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. That's your God. Sasa unayumba nini mtumishi wa Mungu? Ishi life. Ishi life.